Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue fursa hii pia kukupongeza ukiwa kama mwanamichezo, mpenzi mkubwa wa mpira wa miguu, kocha wa mchezo huo na mpenzi wa timu zote zilizoko nchini hapa. Kwa moja ya timu ambazo ziko katika nchi hii unaoifanyia shughuli ya kuwa waziri mkuu wake, kuwa na mguu mmoja kwenye fainali za mashindano ya shirikisho yanayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF. Ni matumaini yangu kwamba mchezo uliobaki wa timu hii utakaochezwa tarehe 27 ya mwezi huu siku ya Jumapili kule South Africa utaleta matokeo ambayo Watanzania wote watayafurahia. Haya ni mambo ambayo yanatokea chini ya kismati cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi tunafika kwenye hatua kubwa, tunaogopwa na nchi za mpira zenye timu kubwa ambazo zilikuwa zinajulikana kwa kutunyanyasa, na sasa hivi haya mambo ya nusu fainali na pengine hata kuchukua kombe hayawi mambo ya ajabu tena kwa timu zetu. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi pia kama mpenzi wa soka na mpenzi wa timu zote hizi roho yangu imefarijika sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawapongeza maafisa wetu wa utamaduni na afisa maendeleo ya michezo waliopo hapa nasi leo. Ninyi ni safu ya mbele ya mapambano ya kulinda, kukuza na kuenzi roho ya taifa letu kupitia kazi zenu, kwani mnabeba hatima ya taifa linalojengwa katika fikra, hisia na tunu za pamoja. Katika hatua za kuvutia mageuzi ya kidijitali, wizara yetu kwa kushirikiana na ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa imefanikisha uunganishaji wa mfumo wa wadau wa sanaa AMIS, ambao ni Artist Management Information System, na mfumo wa Tausi. Hatua hii si tu imeimarisha usimamizi wa sekta ya sanaa, bali pia imefungua ukurasa mpya wa uwazi, urahisi na upatikanaji wa huduma na uboreshaji na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kuanzia tarehe 26 ya Februari 2025, mifumo hii miwili inafanya kazi kwa pamoja, na sasa wadau katika maeneo 15 ya biashara ikijumuisha studio za muziki, picha, video, huduma za burudani na ubunifu wanaweza kupata vibali kwa njia ya moja kwa moja na haraka na ya wazi zaidi. Matokeo chanya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yameanza kuonekana kwa kiasi kikubwa. Mapato ya Baraza la Sanaa la Taifa yameongezeka kwa 200%. Aidha, leseni zinapatikana kwa kutumia ankara moja na taarifa za wadau zinavutwa moja kwa moja kutoka mifumo ya kitaifa kama NIDA, TRA na BRELA, jambo linaloleta uhakika na uwajibikaji. Ikumbukwe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili lilikuwa agizo la moja kwa moja la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la sisi wasaidizi wake katika wizara mbalimbali na idara za serikali kuhakikisha mifumo inasomana. Huu ni utekelezaji ambao sisi tumeanza kuufanyia kazi. Vile vile, maafisa utamaduni katika ngazi za halmashauri sasa wanaweza kufuatilia makusanyo ya maeneo yao kupitia mfumo wa GFS Code, hatua inayowezesha usimamizi bora na uwazi wa kifedha. Hii ni mifano halisi ya namna teknolojia ya kisasa inavyoweza kuleta mageuzi katika utawala na usimamizi wa sekta za ubunifu nchini.